Wapenzi wawili wamefikishwa mahakamani mjini Mombasa kwa tuhuma za kuhusika na mauaji ya mwanamke ambaye mwili wake ulipatikana umekatwa vipande eneo la Likoni. Wawili hao wanadaiwa kuhusika na mauaji ya Jane Achieng' anayedaiwa kuwa na uhusiano na mshukiwa na ambaye hadi leo sehemu zake za viungo vyake havijulikani vilikotupwa. Na kama Francis Mtalaki anavyotuarifu, maafisa wa DCI sasa wanawatafuta waganga wawili wanaodaiwa pia kuhusika. Pekua za maafisa wa polisi zilimnasa Alice Achieng' Ochieng na McDonald Ochieng' Owino, wapenzi hao wakifikishwa kizimbani mbele ya Jaji Wendy Kagendo kwa tuhuma za mauaji. Wapenzi hawa wakidaiwa kupanga njama na kumuua Jane Achieng' aliyekuwa na uhusiano wa kimapenzi na McDonald Ochieng'. Uchunguzi umebaini kuwa mnamo tarehe 4 Februari, Alice alituma picha ya marehemu kwa jamaa mmoja Kwale kwa lengo la kumdhuru. Baadaye Alice Ochieng' alituma picha hiyo kwa mpenziwe McDonald ikiwa na ujumbe wa lala salama. Ushahidi umebaini kuwa Alice alimshawishi marehemu Jane Achieng' kukutana naye katika mkahawa aliokuwa akifanya kazi McDonald Ochieng' eneo la Likoni, na usiku huo watatu hao walala kwa Alice Ochieng' na hata marehemu ndiye alipika chakula cha jioni. Tarehe 6 na 7 Februari, McDonald hakurudi nyumbani kwa Alice Ochieng' na kumlazimu Alice kutuma ujumbe kwa tajiri ya McDonald akilalamikia jinsi kuwepo kwa Jane Achieng' mwenye umri wa miaka 26 kumebadili uhusiano kati yao. Siku moja baadaye, wakazi wa Likoni waliamkia tukio la mwili wa mwanamke uliokatwa vipande na kuwekwa kwenye gunia kando na makazi, baadhi ya viungo vya mwili visijulikane viliko hadi sasa. Amemfanyia hiyo kitendo, najua sasa ananiangalia, lakini naomba Mungu akusamee. Akusamee, usifanye kitu kama hiyo tena na ubadilike. Familia hadi sasa inatafuta haki, washukiwa hao wawili wakizuiliwa katika gereza la Shimo la Tewa. Francis Mtalaki, Ringa Citizen, Mombasa.